Naam, bismillahirrahmanirrahim. Tunaendelea aya 4. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Anasema na wale ambao wanaendelea waamini katika yale walioteremshiwa Muhammad ambayo ni katika Qur'an, wama unzila min qablik, na yale walioteremshiwa katika yaliyoteremshwa kabla yako, yani vitabu vilivyopita, Taurati, Injili, Zabur, Suhfi Ibrahima wa Musa. Wa bil akhirati hum yuqinun, na katika maisha ya akhira ya mwisho wanayakini nayo. Qawluhu ta'ala, Mwenyezi Mungu aliposema walladhina yu'minuna bima unzila ilayk, tunaendelea kuwachambua waumini wale wenye kuamini yaliyoshushwa juu yako. Ikhtalafu fi man nazalat ala qawlain. Hapa sasa hii aya kwanza ilimshukia nani? Kuna tofauti ya kauli mbili. Ahaduhuma, ya kwanza, annaha nazalat fi Abdullah ibn Salam wa ashabi. Kauli ya kwanza inasema imshukia mtu anaitwa Abdullah ibn Salam na wafuasi wake. Rawahu Dhahaq an Ibn Abbas wa ikhtaru Maqatil, na amechagua kauli ni Maqatil. Wa thani, annaha nazalat fi al-arab alladhi amanu bin nabi. Kauli ya pili inasema iliyoshuka kwa Waarabu ambao walimwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wama unzila min qablihi, na yale yaliyoshushwa kabla yake. Rawahu Salihun an Ibn Abbas, kapokea Salih na Ibn Abbas. Qala al-mufassirun alladhi unzila ilayhi, yale yaliyoshushwa juu yake Muhammad huwa al-Qur'an. Wa qala Shaykhuna Ali ibn Abdullah al-Qur'an wa ghayruhu mimma uhiya ilayhi, kwamba ni Qur'ani na yale mengine yaliyoshushwa juu yake sio kwa Qur'an. Wa qawluhu ta'ala wama unzila min qablik, pale Mwenyezi Mungu anasema na yale yaliyoshushwa kabla yako, yani al-kutubul mutaqaddimata wal wahya, ni vitabu vyotangulia ambavyo vimeshushwa kama wahi. Fa amma al-akhiratu, amma akhir ya mwisho, fa hiya ismu lima ba'da dunya. Kwa nini Mwenyezi Mungu wala al-akhiratu khairul laka min al-ula, na akhira ni bora kuliko mwanzo, kwamba ni mwisho, ni haya, na ndo mali inakuja baada ya dunia. Hii dunia ndo ya mwanzo, akhira ni ya mwisho. Kwa nasema fa hiya ismu lima ba'da dunya, imeitwa ni akhira. Wanaamini mambo ya mwisho kwa sababu hiyo akhira yenyewe inakuja baada ya dunia. Wasumiyat akhiratun, na ikaitwa akhira lianna dunya qad taqaddamatha, ni kwa sababu dunia imeitangulia akhira. Waqila, na kumesemwa sumiyat akhiratu liannaha nihayatul amr, na imeitwa ni akhira kwa sababu ni mwisho wa amri, yani ndo dunia imeisha hivyo. Wa qawluhu ta'ala yuqinun, al-yaqin, wenye kuwa na yaqini. Wa bil akhirati hum yuqinun, kwamba wewe ibada yako duniani unavyofanya na yaqini ile ulokuwa nayo hapa duniani kufanya ibada mbalimbali, ndio inathibitisha kwamba unaamini kuna ufufuo, kuna kuhesabiwa na kuna kuadhibiwa na kulipwa pepo ama moto. Ina maana wewe kabla hujataka kumuua mtu, ukiwa unajua utahesabiwa siku ya kiyama, inabidi unaacha. Sasa hiyo ni yaqini. Anasema mahasalat bihi thiqatun, ni yale ambayo yamefika katika thiq, kweli ule wa juu. Wathallaja bihi sadru, na ikakita ndani kama vile thalaja, yani ikawa ngumu kama thaliji, ni barafu ile ngumu solid, ikawa ndani ngumu kama vile kwenye moyo, yani ile yakini imekita ndani ya moyo kama vile bonge kama thaliji, barafu, kitu gumu hivi limekaa hapo ndani. Wa huwa ablaghul ilmu muktasabin, na ni elimu ya hali ya juu ambayo inaweza ni kuchumwa, kwamba wewe ukitaka kupata faida ya hii dunia na kupata akhera ilikuwa nzuri, kuwa na yakini katika ibada yako. Anasema ulaika ala hudan min rabbihim, hawa waumini always wako juu ya uongofu wa Mola wao au mlezi wao. Wa ulaika humul muflihun, na hao ndio wenye kufuzu. Aya 5 hiyo. Qawlu ta'ala ulaika ala hudan, ay ala rashad, kwamba katika uongofu. Wa qala Ibn Abbas, akasema ala nurin wa istiqamatin, kwamba huda ni nuru na ni kuwa na istiqama,
kuwa na msimamo. Qala Qutayba almuflihun ulaika ala hudan ay ulaika ala iflah, kwamba wenye kufuzu. Alfaizuna bibaqai al-abad, kwa kubakia kwao milele. Wal aslu al-falahu, na asili ya falah al-baqa'u. Wa yashhadu li hadha qawlu al-labid nahilu biladan kullaha, tuachiwa miji yetu yote. Hulal qablana wa narju al-falah, tumetoa huko nyuma pia na tunatarajia ushindi. Baada Adin wa Himyar, baada ya Ad, kama Ad alivyoshinda, wa Himyar. Himyar ni kabila la Waarabu walikuwa Yemen, ambao inasemekana, hata mimi kuna rafiki anasema yeye ni Himyar, kwamba wana asili ya Uyahudi, si kama ni kweli. Aya, yuridu albaqaa, kubakia. Waqala Zajaja muflihun faizun bima fi ghayatun salahin hali, ni wale wenye kufauzu kwa ukomo ya kutengema hali zao. Qala Ibn al-Anbari wa min hayya ala al-falah, Ibn anasema kama vile tunasema njooni katika kufaulu kwenye swala, maana halumu ila sabili al-fawz wa dukhul al-janna. Unavyoambia hayya ala al-salah, hayya ala al-falah, njooni, halumu, njooni ila sabili al-fawz, katika njia ya kufauzu, wa dukhul al-janna, na kuingia peponi. Anasema innal ladhina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, hakika si vingine wale ambao wamekufuru. Sasa tumetoka aya ya kwanza mpaka ya 5 ilikuwa ni sifati almu'minin. Aya ya 6 tunaanza sasa ni sifati alkafirin. Innal ladhina kafaru, hakika wale ambao wamekufuru, sawa'un alayhim, ni sawa juu yao, anzartahum, ukiwaonya wao, am lam tunzirhum, au siwaonye wao, la yu'minun, hawaamini. Aya 6 hiyo. Qawlu innal ladhina kafaru fi nuzuli 4 aqwal, katika kushika aya innal ladhina kafaru kuna kauli 4. Annaha nazalat fi qadatil ahzab, iliwashukia kundi la watu wa ahzab. Qala wa Abu al-Aliya, Abu Ali ndo amesema. Wa thani annaha nazalat fi Abi Jahl wa 5 min ahli baitihi. Qala udhihak, kwamba ilimshukia Abu Jahli na watu 5 wa nyumba yake. Athalithu annaha nazala fi ta'ifati min al-yahud wa min Hubayy ibn Akhtab. Qala ibn Sa'ibi, kwamba imewashukia kundi la Mayahudi. Asema warabi annaha nazalat fi mushrikin al-arab, kwamba iliwashukia washirikina wa Kiarabu, ka Abi Jahl wa Abi Talib wa Abi Lahab wa ghayrihim mimman lam yuslim, na wale ambao hawajasilimu. Qala Muqatil fa amma tafsiruha, ama tafsirin alladhina kafaru, fal kufru fil lugha at-taghtiya, taqulu kafartu shay'un idha ataitu, fasummiya al-kafiru kafiran li'annahu yughatihu al-haqq, ni kuficha ama kufunika. Unajua katika ukichukua pinji ya mahindi ukatia chini ya ardhi ukafunika, ile ni kufuru. Kwa hiyo wakaitwa makafiri, kwamba ni makafiri kwa ile kuficha kwao haki. Wanaficha haki, ndio maana wakaitwa makafiri. Anasema wa qawluhu ta'ala sawa'un alayhim, innal ladhina kafaru sawa'un alayhim, ni sawa kwao, ay mutaaddilun indahumul indhar wa tarku, ni kwao mamoja, ukiwaonya usiwaonye wako vile vile wabadiliki. Wa indharu ilamu ma takhwif, ni kuonya pamoja na kutia hofu. Watanadhara albanu fulani hadha al-amr, la tuonya au tuadharisha watu fulani katika amri. Idha khawafahu ba'dhum ba'dha, pindi ulipowatia hofu wao kwa wao. Qala Sheikhuna Ali ibn Abdullah, Abdullah anasema hadhihi al-ayat waradat bilafdhi al-umum, imekuja kwa lafdhi ya umum ya ujumla, generic reference, wal murad biha al-khusus, lakini inakusudiwa specific reference, inakusudiwa kitu maalum. لأنها أذنت بأن الكافر حين إنذاره لا يؤمن, kwamba hapa imeudhinisha kwamba kafiri vyovyote unavyomuonya haamini. Waqad amana kathiru min al-kufari inda indharihim, na hakika wameamini makafiri wengi baada ya kuonya. Walau kanat ala dhahiriha
العموم ingawa aya kwa juu inaonekana makafiri wote hawaamini ukionywa, lakini bil khusus wako walioonywa wakaamini. Anasema lakana khabarullahi lahum khilafan mukhbirihi, kama ingekuwa Mungu amesema hawaamini kamwe alafu wakaamini, ingekuwa amali ya Mwenyezi Mungu kwa kuwataja hao makafiri kwamba wataamini imeenda kinyume kwa wale waliohubiria. Walidhalika wajaba naqluha ila alkhusus, makusudi ya hapa innal ladhina kafaru, kwa maana hapa ni masu wote, ni makhsus. Yawezekana ni wale mulhid, ukiwaonya usiwaonya wasikii, inawezekana ni mushrik Arab, inawezekana ni hao katika kina Abu Jahl, lakini kwa hiyo inakuwa ni khusus na haiwi kwa umum ya kama tunavyosema. Tunasema kwanza tusimamie hapa kabla tuendelee, inshallah isiwe refu sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.